Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni mimi ndugu yenu Khamis Abbas Mtupa kutoka msikiti mtukufu wa Makka Baitullah al-Haram katika viwanja vitukufu vya mji mtukufu wa Makka. Leo ujumbe wetu kutoka idara ya hija ndani ya Baraza Kuu la Islam Tanzania BAKWATA ni kuhusiana na milima miwili ya Safa na Marwa. Humu ndani ya msikiti unapopaona kuna milima miwili ya Safa na Marwa. Hii milima inaleta ujumbe gani kwetu sisi Waislamu, hasa wale wanaokuja katika ibada ya hija? Milima ya Safa na Marwa, starting point yake, chanzo anzilishi chake ni mama yetu Hajara, mama mzazi wa Ismail. Alipoachwa hapa na mumewe Ibrahim, wakati wameachiwa na store ndogo sana ya chakula na maji, ilipomalizika ile store, mtoto Ismail akawa na taabika kwa kiu. Mama Hajar akapanda mlima wa Safa, akashuka akapanda mlima wa Marwa kutafuta sehemu ya maji, kutafuta maji ya kumsaidia mtoto wake Ismail. Sura ambayo tunaiona hapa kupitia mama Hajar wakati ana struggle, anatafuta maisha ya mtoto wake, ni kuonesha kwamba mwanamke ndani ya jamii ni chanzo cha mafanikio, mwanamke ndani ya jamii ni chanzo cha maendeleo, mwanamke ni uchumi, mwanamke ni siasa, mwanamke ni elimu, mwanamke ni maadili, mwanamke ni malezi. Haya tunayapata ndani ya msikiti mtukufu wa Makka kupitia mlima wa Safa na Marwa, ambapo tunamkuta mama Hajar alipanda Safa na Marwa mara 7. Anatafuta nini? Anatafuta maisha ya mtoto wake. Hakukaa omba. Kwa hivyo ile dhana ya kumweka down mwanamke ndani ya Uislamu ni dhana ambayo si sahihi, ni dhana ambayo inapigwa vita na Uislamu. Mwanamke ndani ya Uislamu ana nafasi kubwa sana aliyopangiwa na sheria na kwa misingi ile sheria za Kiislamu. Hapa katika mji wa Makka tunamkuta bilionia wa kwanza mwanamke, Bi Khadija bintu Khuwailid, mke wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akiwa anatoa pesa yake kumpa Mtume kwa ajili ya maendeleo ya Uislamu. Kwa maana hiyo, mahujaji wote na hususan kina mama mpate supporta kupitia kwa mama Hajara, ambaye yeye ni mfano bora wa kuigwa duniani katika kumheshimisha mwanamke katika kushiriki majambo mbalimbali ya kiuchumi, ya kimaendeleo. Haya ni mambo ambayo tunakuja kujifunza huku ndani ya ibada ya hija. Huu ndio ujumbe wetu wa leo kutoka ndani ya msikiti mtukufu wa Makka al-Mukarrama. Vitu vilivyomo humu ndani ni mlima wa Safa na Marwa unaomtambulisha mwanamke, unaomheshimisha mwanamke. Tujifunze hayo ndani ya jamii. Niwatakie kila la kheri ndani ya masiku haya matukufu. Vijana wa Kiislamu Tanzania, hamasikeni katika kutekeleza ibada ya hija ndani ya ujana wenu. Tunaona changamoto ambazo wanazozipata wazee katika kutekeleza ibada hii ya hija. Yenu Khamis Abbas Mtupa kutoka idara ya hija chini ya mwongozo na maelekezo ya Mufti Sheikh Mkuu wa Tanzania Sheikh Abubakari bin Ali bin Zubairi Mbwana. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.